Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameziagiza wizara za kisekta, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha zinalipa fidia kwa wananchi kabla ya kutoa maeneo yao kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. Na chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kimenunua gari la wagonjwa litakalotumika katika michezo ili kuhakikisha usalama na afya kwa wanamichezo. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameziagiza wizara za kisekta, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa zihakikishe zinalipa fidia kwa wananchi wanaopisha maeneo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya serikali kabla ya kutwaliwa kwa maeneo yao. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo wakati akiwasilisha hotuba yake kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2026-27 bungeni jijini Dodoma. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo kufuatia malalamiko ya baadhi ya wananchi wanaodai kuchukuliwa maeneo yao kwa ajili ya kupisha ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali bila kulipwa fidia. Mheshimiwa Spika, baadhi ya maeneo mnakuta mwananchi mnyonge, mwananchi wa kawaida ametoa eneo, limejenga kituo cha afya, limejenga shule, na anachodai ni kidogo tu. Miaka yote anaendelea kudai, hajalipwa. Mheshimiwa Rais alishaelekeza, pamoja na kwamba tunataka miradi ya maendeleo na tunataka uwekezaji, tusipore maeneo ya wananchi kwa vigezo hivyo bila kuwalipa fidia. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Mwigulu amewataka wakandarasi wote wanaotekeleza miradi ya serikali kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa mikataba walioingia, ikiwa ni pamoja na kuwalipa watoa huduma walioshiriki kwenye utekelezaji wa mradi husika. Mheshimiwa Spika, pia nimeelekeza wakandarasi wote wanaotekeleza miradi ya serikali watimize wajibu wao kwa mujibu wa mikataba wanayoingia, ikiwa ni pamoja na kutekeleza miradi inayoendana na thamani ya fedha wanazokuwa wamepokea, lakini pia kuwalipa watoa huduma wanaoshirikiana nao katika utekelezaji wa miradi husika. Waziri Mkuu ameliomba Bunge liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 12.50 ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 8.73 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 3.76 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hamisi Mkotia, Channel 10. Serikali imewahimiza wananchi kujenga tabia na mazoea ya kupanda na kuitunza miti kwa kuwa ina umuhimu mkubwa kwa viumbe hai na mazingira inayovizunguka viumbe hivyo. Wito huo umetolewa kwenye mji wa serikali Mtumba hapa jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Festo Dugange katika zoezi la upandaji miti kama lilivyoandaliwa na taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 104 toka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere azaliwe. Dunia yetu hii na taifa letu, pamoja na kuwa tumejaliwa na kubarikiwa ardhi nzuri, oevu, misitu mizuri, lakini tuna tishio kubwa sana la kuharibu mazingira yetu na kupelekea nchi yetu kuwa jangwa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Bwana Dennis Simba akaweka wazi nia walionayo ya kulinda mazingira, huku mkuu wa wilaya ya Dodoma Bwana Jabir Shekimweri akisisitiza upandaji miti usisubiri matukio, na makamu mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Bwana Peter Mavunde akitoa ratiba ya mambo yatakayofanyika siku ya kilele cha maadhimisho ya kuzaliwa hayati Mwalimu Nyerere hapo Aprili 11 mwaka huu. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA inaunga mkono kikamilifu juhudi za serikali za kulinda na kuhifadhi mazingira. Sambamba na majukumu yake ya kisheria ya kusimamia udhibiti wa ununuzi wa umma, tumeendelea PPRA kuchukua hatua madhubuti katika kuhimiza na kusimamia ununuzi wa umma wa kijani. Ajenda ya kupanda miti wakati ni ajenda ya kuokoa dunia. Isiwe ni mambo tu ya matukio kama haya tunapanda miti. Kutakuwa na upandaji wa mti wa amani wa Mwalimu Nyerere na Samia ambao tutaupanda mgeni rasmi. Kutoka hapa Dodoma,
Ni Kuringe Mungi. Wafanyabiashara wa ndizi na parachichi katika soko la Mamsera lililopo wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko jipya na la kisasa la kuuzia bidhaa hizo baada ya ujenzi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania kufikia hatua ya kuridhisha, huku ikitarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Juni mwaka huu 2026. Ni katika ziara ya mkuu wa wilaya ya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala. Hapa tunashuhudia mazingira duni ya soko la sasa Mamsera kabla ya kujionea ujenzi wa soko jipya. Tungepata kiwanda cha biskuti tungeuzia mandizi zetu kwa hapa. Ndizi zinasafirishwa mbali, ndio maana ndizi zinashuka bei. Licha ya kilio cha wafanyabiashara wa mazao hayo kueleza adha walionayo sasa, lakini hawakusita kumpongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mkombozi anayehitimisha kero ya kupanga biashara kando ya barabara, ikiwemo kero ya mvua na jua. Tunanunua ndizi tunaziweka chini ambapo mahali hapana usalama. Soko letu likajengwa pale, kwa hiyo tutaenjoy hata sisi. Nashukuru Mungu ukienda kukamilika, wale watu wanakaa barabarani kwenye lami kule watahamia huko. Maisha yao yatakuwa mazuri kwa sababu kule nako kuna changamoto za ajali. Tunaonunulia pia ndizi kwa na moram, soko lenyewe unakuwa na matope. Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa mradi huo unaotajwa kuwa ni wa kisasa na salama zaidi utakapokamilika, Mwalimu Raymond Mwangwala ameeleza hatua za mradi huo ulipofikia. Nirejee tena kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha hizi. Sisi tunachoweza kuahidi ni kuweza kuhakikisha soko linakuwa na viwango vile vinavyohitajika ili likae muda mrefu na liwe na msaada mkubwa kwa wananchi. Kwa sababu kumtoa mwananchi kwenye mazingira kama haya magumu na kumpeleka kwenye soko standard ni mapinduzi makubwa ambayo tunaamini uchumi wa wananchi wetu utaendelea kukua zaidi. Ujenzi ushaanza hatua ya awali, sasa hivi hatua inayofuata ni kupaua, na ukikamilika thamani ya mazao yetu inaongezeka. Kisha mkuu huyo wa wilaya Raymond Mwangwala akatembelea kiwanda kidogo cha kuchakata ndizi kinachomilikiwa na wazawa Mamsera na kujionea shughuli za uchakataji. Ndio ile ndizi ambayo unaweza ukaikuta kwenye hoteli za nyota 5, inawekwa kwenye standard ya hali ya juu. Yote hii inatoka Rombo. Katika dira ya mwaka 2050 inatutaka tuzitegemeze sekta binafsi, zinaweza zikatutazishia karibia 70%. Tunaingia ubia na wakulima, tunawasajili kwenye system, tunawapa oda kwa ajili ya kutuletea ndizi. Ahmad Nandode, Channel 10, Rombo, Kilimanjaro. Uongozi wa baraza la manispaa ya Chake Chake kwa kushirikiana na kampuni ya Pre-Plane Investment na C8 umezindua kampeni ya usafi wa mazingira inayolenga kuboresha hali ya usafi wa mji wa Chake Chake na kuimarisha afya ya jamii, ambapo jumla ya vijana 100 watanufaika kwa kupata ajira kupitia mpango huo, hatua inayotajwa kusaidia kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi wa manispaa ya Chake Chake Shida Kombo Mohamed amesema hawatavumilia mwananchi yoyote atakayeshindwa kufuata taratibu za utunzaji wa mazingira, akisisitiza kuwa usafi wa mazingira ni wajibu wa kila mmoja. Hii itasaidia sana kuondosha haya maji yalikuwa si rasmi. Bila shaka wananchi walikuwa wakitupa taka katika maeneo haya ambayo sio rasmi kwa sababu walikuwa hawajui taka ndio kazitupe wapi. Sasa hivi tumepata mwarobaini wake huu hapa. Kwa hiyo tunaiomba jamii zote hizi zitunge mkono kwenye hili hapa. Tunapofanya usafi huu kuondosha maji wao wasirudie tena. Taka zao sasa hivi wanakuwa wanachukuliwa majumbani, na kikubwa wanatakiwa watoe ushirikiano kwenye kampuni hii ya usafi kwa ajili ya kulipia ada ya usafi. Kwa upande wao, viongozi wa kampuni ya Pre-Plan Investment pamoja na C8 wameahidi kuendeleza juhudi za kusafisha mji kwa ushirikiano na manispaa pamoja na vijana wateuliwa kutoka shehia 10 ambazo zitanufaika na kampeni hiyo. Tawishi wananchi kukubali huduma, na baadaye taka zikishapungua tutaweka ratiba zingine za muda kidogo ambao baada ya siku 3 labda kwa wiki mara 2. Nia yetu kwanza miezi 3 hii tufanye hili zoezi kwa muda mfupi huu. Malengo kwanza, kutoa huduma bora kama ni kampuni. Malengo la pili ni kuhakikisha kwamba shehia zetu katika baraza la manispaa Chake Chake kwamba shehia zetu zote zinakuwa safi na salama. Vijana pia wanaofanya hii kazi wanahitaji japo sabuni, kwa sababu kwa shilingi 3000 kwa mazingira tulionao sasa hizi ni pesa ya kawaida. Kama mie kijana na mwananchi wa shehia ya Gombani nimelipokea kwa bashasha na kwa furaha, kwa sababu mimi mwenyewe nikiambiwa nichukue taka nikatupe
na hiyo siwezi, lakini still kuna vijana wamejipanga kwa kazi hiyo kwa kutusaidia, ni jambo zuri. Ada ya kutoa kwa kila mwananchi kwa kila mwezi shilingi 3,000, hili si jambo gumu, ni jambo jepesi, wananchi waweze kulipokea na waweze kupata mafanikio yaliyokuwa ni mazuri, kwa sababu unaweza ukatulia hata nyumbani kwako, taka zako zikaja zikachukuliwa zikakushanywa pale palipokuwa ni sahihi na baadaye kuondolewa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Wakulima ambao pia ni wanachama wa chama cha ushirika Matui wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wamesema wamekuwa wakipoteza mapato mengi yatokanayo na uuzaji wa mazao yao kupitia wanunuzi wa kati maarufu madalali, kufuatia kutokuwa na elimu juu ya njia na namna bora ya kuuza mazao hayo na kutofahamu upatikanaji wa bei ya masoko kwa wakati huo. Wakulima hao wametoa changamoto hiyo katika kikao cha chama cha ushirika AMCOS cha Matui wilaya ya Kiteto cha kupokea taarifa ya utendaji kazi wa chama hicho, na kwamba walanguzi wamekuwa wakiathiri kipato chao kwa kuuza mazao kwa bei ya chini isiyoendana na gharama za uzalishaji, hali inayodhoofisha jitihada za kukuza kilimo chenye tija. Kwa sababu sisi hatuna elimu, tukivuna tunawauzia madalali, mambo yanaishi. Tunatoa elimu kwa watu ili waelewe, wale wakulima wetu, maana sisi ndio saa zingine tunapata maswali sana, sababu tukiwa kule mtaani watu wanapoelewa ni tofauti. Hao watu kati katika biashara zetu za kilimo wamekuwa ni tatizo sana. Hata hivyo, pamoja na malalamiko hayo ya wakulima na wanachama hawa juu ya ulanguzi huo, chama cha ushirika Matui kinawasisitiza kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani kuepuka kuendelea kuuza mazao yao kwa bei ya ulanguzi. Hifadhi mazao ghalani inaridhisha na haina usumbufu kuliko ile ya kusubiri mlanguzi aje amuongezee tena. Wewe unauza gunia moja pengine lenye kilo moja, anakuambia ongeza debe. Wakulima wajiunge kwenye ushirika huu, kwa sababu manufaa ya ushirika huu kwenda kwa mkulima mmoja mmoja yatakuwa makubwa sana kuliko kutegemea msaada wa mtu mmoja mmoja. Kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Abiria wanaofanya safari zao maeneo mbalimbali mkoani Mbeya wameiomba serikali kutangaza nauli rasmi za daladala na bajaji kutokana na wamiliki wa vyombo hivyo kupandisha nauli kiolela kwa madai ya kupanda kwa bei za mafuta, hali ambayo inaleta sintofahamu na mzozo kati ya abiria na madereva. Ongezeko la bei za mafuta maeneo mbalimbali hapa nchini inawalazimu wakazi wa jiji la Mbeya kuiomba serikali kutangaza bei rasmi za nauli kutokana na changamoto ambayo wamekuwa wakikabiliana nayo kwa madereva ama makondakta kuwataka nauli ambazo hawajazoea, na nyingi wakieleza kuwa ni kubwa. Changamoto tunakutana na bajaji wanapandisha bei, kila mtu anatamka bei yake. Usafirishaji tusafirisha mazao yetu huko, yatakofika yatauzwa kwa bei ya gari sana, kiasi ambacho hatutapata wanunuzi wazuri wa kuja kununua mazao yetu. 1,000 hiyo tunakoenda na biashara hazipo. Jirani hapa natuambia ni shilingi 1,000. Yaani bei ziko juu sana. Tuomba msaada wenu serikali. Madereva wenyewe wameangukia serikali kwa kilio hicho cha mtazamo wa mafuta kupanda, kwamba hawawezi kubeba abiria kwa nauli zile ikiwa mafuta yameongezeka mara 2 yake, wakidai kuwa lita moja ni sawa na shilingi 4,000 kwa jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya. Mafuta yamepanda bei, inatakiwa nauli ziongezeke. Maana hapa tupate chochote. Ile hela ambayo imeongezeka kwenye mafuta, maana ndio ilikuwa posho yetu. Hivi abiria huyu kaniuliza baadhi nauli shilingi ngapi, nikamwambia 1,000. Kakataa, lakini kufikiria kwa sababu anauliza kote anakuta 1,000 na urudi tena. Na changamoto hiyo, wengine hawataki kupanda, anaomba 800 ile, mwingine anaomba 500. Sisi tunaumia kwa upande wa mafuta. Na abiria wetu wamekuwa ni wagumu kutoa hizo hela. Ni wachache sana wanaotoa, afu kwa malalamiko sana. Kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Madereva bajaji na bodaboda manispaa ya Geita mkoani Geita wamelazimika kupandisha bei ya usafiri kutoka shilingi 500 hadi 1,000 kwa bajaji na shilingi 1,000 hadi 2,000 kwa pikipiki kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 364 hadi 420 kwa lita moja. Wakizungumzia hali hiyo, baadhi ya madereva hao baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji nchini EWURA kutangaza bei elekezi za mafuta
kwa kila mkoa hapa nchini ambazo zitatumika kwa kipindi cha mwezi wa 4. Wateja wetu wazee wa Jerojero tunaonea huruma, wajipange kisaikolojia, wasije na bei zao zile za nyumbani zile bana bajaji 500. Hapana, wakija waulize bei kabisa. Unachukua abiria wa shilingi 500 na 500 ukiangalia umbali wa kutoka hapa kwenda Nyankumbu, sawa, almost unaweza ukajikuta ni kama kilomita 1 na point au 2 au 3 kabisa. Kweli hapo kuna hadha kubwa, hususan kwenye watu ambao tayari hawajamiliki vyombo vyao, wana vyombo vya mikataba. Sasa inatakiwa kwa tajiri, kama ni bajaji achukue shilingi 25,000, kama ni pikipiki achukue shilingi 10,000. Lita moja ina uwezo wa kuleta shilingi 12,000, 13,000. Katika bei hizo, wilaya ya Bukombe petroli itauzwa kwa shilingi 4,009 na diesel 3,995 kwa lita moja. Chato petroli ni 4,041 na diesel ni 4,027. Mbogwe petroli ni 4,058 na diesel ni 4,044, na wilaya Nyang'hwale petroli ni 4,035 na diesel ni 4,021. Kubadilika kwa bei hakujatokana na mazingira ya ndani. Sio kwamba labda serikali imepandisha kodi au serikali imeongeza tozo na nini. Utaratibu ni ule ule. Kwa hiyo hii bei sehemu kubwa imebadilika kutokana na kubadilika kwa soko la dunia. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba katika kuhakikisha usalama wa afya kwa wanamichezo, uongozi wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA wamenunua gari ya ambulance ambayo itatumika katika michezo na mashindano mbalimbali. Akizungumza na wanahabari, makamu mwenyekiti wa shirika la mpira wa miguu Tanzania TFF Athmani Nyamlani amewapongeza TEFA kwa kununua gari hilo, huku akiweka wazi umuhimu wa kulinda afya michezoni, huku mwenyekiti wa TEFA Ali Kamtande akisema wanaendelea kuwekeza katika miundombinu ya michezo ili kuhakikisha mazingira bora ya michezo katika wilaya hiyo. Kwamba mechi haichezwi kama hakuna ambulance uwanjani. Kwa hiyo haya ni matakwa ya kikanuni na tunafanya hivyo kwa kuzingatia afya za wachezaji wetu. Hichi ni kitu muhimu sana mmefanya, na leo mmeandika historia ambayo haijawahi kufanyika katika nchi yetu toka ipate uhuru. Kwa hiyo mimi nawapongeza TEFA kwa kupiga hatua. Hili ni jambo kubwa sana kwenye kujali afya za wachezaji wetu, kwenye kujali afya za wanamichezo. Ni kitu kikubwa sana mmefanya. Kwenye kuwezesha mpira uweze kuchezwa vizuri, tumeweza kujibana kununua gari ambayo hatudaiwi sehemu yoyote na inasoma jina la chama cha mpira wilaya ya Temeke, kwamba uwepo wetu sisi ni kuhakikisha mpira kwenye miundombinu unakaa vizuri na unasimama vizuri. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.